Kuna matukio makubwa mawili yamejiri katika ziara ya Samia Suluhu Hassan kwenye gereza la Ukonga mapema leo, na matukio haya yana uzito mkubwa kama inavyoelezwa kwa kina japo kwa kifupi katika makala hii ya hapa Jasusi TV. Sasa leo Jumamosi ya Mei 9 ya mwaka huu 2026, Samia alifanya ziara katika gereza la Ukonga, na kama ambavyo ziara nyingi za hivi karibuni ambazo amekuwa akizifanya zimekuwa zaidi na taswira ya kisiasa, lakini mkazo zaidi umekuwa kwa upande mmoja kumsafisha, yani aonekane kwamba ni mtu mwenye kujali, mtu mwenye upendo, mtu anayethamini, na hili ni jaribio kubwa la kufuta au kuyaondoa mawazo vichwani mwa watu kuhusu unyama mkubwa uliofanyika kuanzia Oktoba 29, ambao kwa mujibu wa taarifa zaidi ya watu 10,000 waliuawa, japo hivi karibuni ripoti iliyotolewa na tume ya Jaji Chande ambayo aliiunda Samia mwenyewe imedai kuwa idadi ya waliouawa ni watu 518. Kwa hiyo hata kama ni watu 518 bado ni idadi kubwa, kwa sababu hao 518 wameuawa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huyu ni muuaji ambaye anajitahidi kupita huku na kule kujaribu kujisafisha. Sasa leo akiwa katika gereza la Ukonga kuna maigizo yamefanyika, na haya maigizo yamekuwa yakifanyika mfululizo kwa sababu jana au juzi alikuwepo huko Dodoma, likatokea kundi la vijana wakiwa na mabango kudai kwamba vijana wa Gen Z walioandamana na kuuawa, basi hatua kali zichukuliwe dhidi ya vijana hao wanaofanya vitu kama hivyo, kwamba wanaohatarisha amani. Kwa hiyo hatua zisichukuliwe dhidi ya polisi au idara ya usalama wa taifa au wanajeshi walioua maelfu ya Watanzania wasio na hatia, bali hatua zichukuliwe kwa hao waliouawa, waliopigwa risasi, waliolawitiwa, waliobakwa na kuteswa. Kwa hiyo lakini hawa vijana waliojitokeza ni watu ambao wametengenezwa. Kwa hiyo kumekuwa na haya maigizo ya mara kwa mara, na katika makala hii tutaeleza kwa nini haya yanatokea. Sasa katika ziara hiyo ya Samia huko gereza la Ukonga kumetokea maigizo mengine. Amekutanishwa na wafungwa, ameongea na wafungwa, na mmoja wa wafungwa aliongea nao ni mtu ambaye ana kosa la ulawiti, amefungwa miaka kadhaa. Kwa hiyo anasema, inaelezwa kwamba amebakiwa na miaka 2, kwa hiyo amemuomba Samia huruma yake ili aweze kutoka. Hebu msikilize kwanza huyu anadaiwa kumfungwa, halafu utakuelezea kwa nini haya ni maigizo. Mheshimiwa, umeingia mwaka gani? 21 Simama basi, simama babangu. Wewe fundi wa kushona, si ndio? Na wategemea 2028 kutoka. Haya, ulifanyaje? Nini tena ulibaka? nilipewa kesi ya kulawiti. Kesi hiyo mheshimiwa nilifungwa miaka 30. Ulipewa, ulifanya kweli? Mheshimiwa, niambie mimi mamako. mimi sina shukuru, kuna mtu anasema na matokeo hapa nilipo. Nashukuru nilipozia mwaka 2021 miaka 5. Na nimebakiza miaka 2. Miwili. Kwa hiyo 28 nitakuwa namaliza. Okay. Na kazi unayofanya hii? Kazi nashona nguo za kila aina. Nashona nguo za kiume, nashona nguo za kike. Okay. Na ukirudi sasa, tatizo la hawa wanaotengeneza hizi script za maigizo ni kudhani kwamba Watanzania hawana akili, kwa sababu watu wanaotumika katika script hizi wanafahamika. Kwa mfano majuzi hapa mkuu wa mkoa wa Tabora naye aliibuka na script yake, akadai kwamba kuna mtu ambaye ni raia wa Burundi amekamatwa, na katika kukamatwa akafanyika uchunguzi katika simu yake, ikagundulika kwamba alikuwa anawasiliana na Mange Kimambi, lakini pia alikuwa anawasiliana na makamu mwenyekiti wa taifa wa Chadema upande wa Tanzania bara, Mheshimiwa John Heche. Na yote ilikuwa ni kwa maandalizi ya Oktoba 29, kwamba kulikuwa na maongezi yanaendelea kuhusiana na ushiriki wa vijana, kwamba kuna fedha zilikuwa zinahitajika. Yote ni script. Kibaya zaidi ni kwamba huyo kijana anafahamika, ni kada wa UVCCM, anajulikana, ameshawahi kuandika vitabu. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba watu hawa wanaopanga script hawana akili, kwa sababu kama mtu anajulikana, mtamtumiaje leo kusema kwamba ni mtu wa kutoka Burundi wakati alikuwepo na ni kada wa UVCCM? Unless
mnajaribu kujenga taswira kwamba ndani ya UVCCM kuna raia wa kigeni wanaotumika kufanya hizi drama zisizoeleweka. Kwa hiyo kama ilivyokuwa katika hilo, huyu mfungwa aliyeongea na Samia amefahamika. Watu wanasema kwamba asili yake ni mtu wa Dodoma na kwa sasa anafanya kazi huko Manyara. Kwa mujibu wa maelezo kwamba mtu huyu ni mtumishi wa idara ya usalama wa taifa, ni afisa wa idara ya usalama wa taifa. Lakini kichekesho zaidi ni kwamba hata ukiangalia picha husika wakati huyo mfungwa anaongea na rais, unaweza kupata picha, kwa sababu wafungwa kutokana na asili ya kwa nini wako hapo ni watu ambao pengine hawaruhusiwi kumkaribia rais kiurahisi, lakini unamuona kwamba mfungwa yuko anamnong'oneza Samia masikioni. Kitu ambacho katika kiusalama tu mfungwa anaweza akaamua kumng'ata sikio huyo anaitwa rais. Kwa hiyo unapata picha kwamba hapa kuna walakini fulani, lakini ukweli ni kwamba mtu huyo kwa wanaomfahamu ni afisa wa idara ya usalama wa taifa na kituo chake cha kazi ni huko Manyara. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini wahangaike kufanya yote haya? Wanahangaika kufanya haya kwa sababu kuna jitihada kubwa sana za kumsafisha Samia, na jitihada hizo zimeonekana katika ile ripoti ya tume ya Jaji Chande. Wamejitahidi kwa kiasi kikubwa kudai kwamba waliokuwa wanaandamana walikuwa ni watu wa vurugu, sio raia ambao walikuwa na dhamira njema. Lakini ikumbuke kabla ya hapo kulishatolewa maelezo yanayokinzana. Awali Samia mwenyewe alidai kwamba baadhi ya waandamanaji ni watu walioagizwa kutoka nje ya nchi wakalipwa kuja kuandamana. Sasa hilo lingekuwa kweli, maana yake kwamba kuna udhaifu mkubwa katika idara ya usalama wa taifa pamoja na taasisi nyingine za dola, kwamba watu wanaweza kutoka nje ya nchi kuja Tanzania na kufanya maandamano. Kwa hiyo hilo tu lilipaswa kuwa ni pungufu katika serikali ya huyo Samia mwenyewe alikuwa anadai vitu, lakini huo ni uongo. Watu waliokuja kutoka nje ni askari wa majeshi kutoka nchi kama Uganda ambao walishiriki kuwatoa uhai maelfu ya Watanzania. Hicho kinafahamika, lakini hakimo katika ripoti ya Jaji Chande. Kwa hiyo kumekuwa na hizo tuhuma kwa mara kuhusu watu kutoka nje, mara kwamba kuna watu wamelipwa, lakini pia katika ripoti ya Chande kuna mambo ambayo yanakera sana, ikiwa ni pamoja na madai kwamba baadhi ya picha za halisi, ni picha halisi na video halisi zilichukuliwa kutoka Gaza katika mgogoro kati ya Israel na Wapalestina. Kitu ambacho kwa hakika kinasikitisha, kwa sababu kuna watu muda huu ambao miili ya ndugu zao bado haijapatikana, lakini inafahamika kuna watu ambao waliuawa katika mazingira mabovu kabisa, mazingira ya kutisha, mazingira yasiyo na ubinadamu. Kwa hiyo inaonyesha namna gani. Kwa hiyo pamoja na yote hayo, kuna jitihada ya kujaribu kumsafisha Samia aonekane ni mtu mwenye utu, mtu mwenye upendo. Kuna maigizo yalitokea wiki kadhaa zilizopita, nadhani miezi 2-3 iliyopita. Samia alionyeshwa kwamba amemwasili mtoto, kwamba mtoto sio mama yake ilikuwaje, sio mama yake kapotea, sio vipi. Halafu Samia kutokana na upendo na kujali akaamua kukichukua kile kichanga kuwa atamtunza kama mzazi wake. Lakini wanaofahamu wanasema kwamba mama yule mtoto ni ndugu yake Samia. Kwa hiyo kumekuwa na maigizo haya yote kujaribu kujenga taswira kwamba Samia ni mtu mwenye upendo, ni mtu anayejali, ni mtu mwenye huruma. Sasa kwa nini hili ni muhimu? Hili ni muhimu kwamba laiti angekuwa hajali kama anavyoonyesha, kwa sababu ukimsikiliza katika hotuba zake ni mtu ambaye anaona hajali, hakuna la kumfanya, na pengine yuko sahihi, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna jitihada kubwa zinazofanywa na Watanganyika za kumwajibisha kwa yaliyotokea. Kuna matarajio kutokana na mchakato wa kesi iliyofunguliwa dhidi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Kuna matarajio kutokana na mashinikizo ya kimataifa dhidi yake na vitu kama hivyo, lakini ndani ya Tanzania kwa kweli bado kumekuwa na hali ya kusuasua, kwa sababu kuna maandamano ambayo yamepangwa kufanyika Julai 7, tarehe 7 ya mwezi wa 7. Endapo yatatokea ni swala la kusubiri muda, lakini ni muhimu kukumbuka kwamba kuna maandamano yalipangwa kutokea Disemba 9 ya mwaka jana, hayakuwezekana. Yakapangwa mengine kutokea Disemba 25, hayakuwezekana. Mengine yakapangwa kufanyika Januari 1 ya mwaka 2026, hayakuwezekana. Na hili lina maelezo mengine, lakini pengine hapa sio mahala muafaka pa kuongelea, kwa sababu kuna ushauri wa nini kinaweza kufanyika na kuwa na ufanisi mkubwa ambacho kiko ndani ya uwezo wa Tanzania, badala ya kuchagua jambo ambalo logistic yake kidogo ni ngumu, kwa sababu maandamano yanahitaji logistic, maandalizi na vitu kama hivyo. Lakini pili, ni muhimu kufahamu kwamba watu wanaogopa kuandamana kutokana na wanakumbuka kilichojiri Oktoba 29 na siku zilizofuata, na sio tu yaliyojiri Oktoba 29, lakini mpaka muda huu watu wanatekwa, wanabakwa, wanalawitiwa, wanateswa, wanauawa.
Kwa hiyo watu wanaoogopa kuandamana wana sababu ya msingi. Kwa hiyo ni muhimu kutafuta njia mbadala ya kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza kukabiliana na utawala huu dhalimu katika namna ambayo haitopelekea watu kadhaa kuuawa. Katika maongezi yaliyowahi kufanyika hivi karibuni katika mtandao mmoja, mmoja wa wachambuzi mahiri nchini Tanzania, Jenerali Ulimwengu, alihojiwa, alitoa maoni yake na akasema kwamba yeye kama mzazi hawezi kumruhusu mwanaye akaandamane sasa hivi, kwa sababu kumpeleka, akimruhusu ni kwamba anamruhusu akauawe, kwa sababu anafahamika uwezo wa hawa watumishi wa vyombo vya dola ulionekana Oktoba 29 na unaendelea, kwamba watu wanaendelea kutekwa, watu wanaendelea kuuawa, watu wanaendelea kulawitiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akasema ni muhimu kutafuta njia mbadala. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni swali, lakini tunasema hapa sio mahala pake kuongelea kuhusu haya. Kutakuwa na wakati mwingine wa kueleza nini ambacho kinaweza kufanyika katika kipindi hiki. Sasa wakati hilo mmoja limejiri, kuna jingine tena limetokea katika ziara hiyo ya Samia, na hili la pili ni la kutisha. La kutisha kwa sababu kumekuwa na taarifa kwamba kuna mpango wa kumdhuru mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na kwamba mpango huo unatarajiwa kutekelezwa nje ya magereza. Sasa Samia akiwa katika hiyo ziara yake, wakati anatoa hotuba, ameongelea swala linalofanana na hilo, kwamba watu kwa kutumia mtandao, alikuwa anajaribu kueleza kwamba jinsi mtandao unavyoweza kutumika kufanya hujuma na vitu kama hiyo, kwamba watu wanaweza kutumia mtandao wakawezesha mfungwa kushambuliwa au kutoroka. Sasa hilo linaweza kuonekana kama ni story tu, lakini linaendana na nini ambacho kimeongelewa hivi karibuni. Jasusi TV imeeleza kwamba kuna mpango wa kumdhuru Mheshimiwa Lissu, mpango ambao kwa hakika katika utekelezaji wake ni kwamba wakati anakwenda mahakamani au anatoka mahakamani, shambulio litafanyika na lengo ni kumtoa uhai. Sasa ukisikia mtu kama Samia anaongea kitu kinachofanana na hicho, basi inazidi kupigia mstari yale ambayo yameongelewa huku nyuma. Kwa bahati mbaya katika hili yayumkinika kusema kwamba watu wa Chadema ambao Lissu ni mwenyekiti wao wa taifa wamekuwa pengine kuna kusuasua katika utekelezaji. Kumbukwe tarehe 9 kama leo, mwezi mzima umepita, ambapo makamu mwenyekiti wa taifa hicho wa chama hicho upande wa bara, Mheshimiwa Heche, alisema kwamba Chadema itaanzisha maandamano ya kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Hakuna maandamano yaliyoandaliwa na hakuna taarifa za maandamano hayo, lakini akaenda mbali na kusema kwamba kuna kampeni, anahamasisha watu waandike vipeperushi, wasambaze kwenye mitandao ya kijamii kudai Mheshimiwa Lissu aachiwe. Mwezi umepita, leo tarehe 9 ni mwezi kamili tangu Mheshimiwa Lissu atimize mwaka kamili akiwa gerezani, na mpaka leo hii hakuna kilichofanyika. Huku ni kumwangusha Mheshimiwa Lissu. Hakuna utetezi, kwa sababu pengine hilo la maandamano litakuwa ni gumu, lakini hili la kuandika vipeperushi liko ndani ya uwezo wa wanachadema. Na kwa bahati mbaya, mara nyingi ukiwakosoa watu wa Chadema, baadhi ya wanachama wao wanakimbilia kutukana, lakini huu ni ukweli mchungu. Katika hili wanamwangusha Mheshimiwa Lissu. Je, una maoni gani kuhusiana na haya mawili? Karibu toe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.